Salamu alaikum. Naona kuna mtu ameshikilia simu. Wa alaikum salam. Habari ya kazi? Nzuri. Nani unapiga simu kutoka wapi? Unaongea na Zulfa kutoka Dar es Salaam. Karibu, swali lako. Samahani, hapa nilikuwa nataka kuuliza swali kwamba hivyo ukiwa na mzazi kwa upande ukiwa na mama, Ndio. mama huyo anakuwa na changamoto. Changamoto hiyo yani inakuwa anapenda sana ushirikina. Yani anakuwa anapenda sana watoto kupita namuelekeza achane nayo, lakini anakuwa ni mtu ambaye hataki kabisa. Ukimshauri chochote kile kitu kuhusiana na mambo ya ushirikina anakuwa nakataa. Umeona, kile unachomuelekeza mama huyu swali jinsi acha na mambo hayo, ila anakuwa haelewi, yani hasikii kabisa, na mkizidi sana mnakuwa mnagombana. Swali. Tena inafikia tu anamtamkia mtoto maneno mazito. Je, mzazi kama huyo anaweza akampa laana huyo mtoto au inakuwaje? Maana hapo nimeshindwa kuelewa kabisa. Hapa nataka kidogo tufafanue kitu, ndugu zangu katika imani. Hizi itikadi za kwamba mtu amempa mtu laana, mimi naogopa kupewa laana na wazazi, kwa kusema kweli hii ni misamiati ambayo kwenye Uislamu haina nafasi. Anayelaani ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kulaani ni kumtoa mtu, ni mtu kutolewa kwenye rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anaelezea swala la laana ya mtu kwamba kalaaniwa ni Mwenyezi Mungu na vile vile mtume, kwa sababu mtume pia kuna baadhi ya mafundisho aliwataja watu ambao wamelaaniwa, kwa maana wametolewa kwenye rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mzazi yeye, pamoja na nafasi yake kubwa aliyokuwa nayo kwa watoto wake, hana uwezo wa kumlaani mwanawe, kwa sababu yeye si mwenye rehema. Mwenye rehema ni Allah. Allah ndiye anemtoa mtu Muislamu au mtu yote yule kwenye rehema yake, yeye Allah ndiye anemtoa. Sasa ila kuna mambo ambayo yameelezwa, kuna mambo ukiyafanya mtu unajiweka kwenye kupata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sio laana ya wazazi. Lakini kitu kilichopo kinachozungumzwa ambacho ndio hiki Waislamu wanasema laana ya mzazi ni kile kitendo cha mtu kutomfanyia wema mzazi wake, alafu mzazi akakasirika, pengine akasema maneno mabaya, akakuombea vibaya. Hii watu ndio wanaita laana. Hii sio laana, hii ni mzazi amekuombea mabaya. Hii ni dua mbaya ya mzazi kwa mtoto wake, na hizi dua ni katika zile dua ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ni katika dua zisizorudishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni dua ya mzazi kwa mwanawe. Kwa hiyo mzazi akikuombea vibaya na ikawa ana haki hiyo, kwa maana kwamba unastahiki kuombewa vibaya, basi kuna asilimia nyingi sana kupatwa na hiyo dua. Lakini sasa kinachofundishwa katika Uislamu ambacho watu wanatakiwa kukifahamu, mtoto kwa mzazi wako unatakiwa usimamie wajibu wako. Ukishausimamia wajibu wako kama Allah alivyokuamrisha kikamilifu, hata kama mzazi atakasirika, wewe hudhuriki chochote, kwa sababu ule wajibu wewe unaotakiwa umeutekeleza. Na kinyume chake, usipotekeleza wajibu wako kwa mzazi wako, hata kama mzazi wako anacheka, anatabasamu, wewe utapata matatizo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hujatekeleza wajibu wako kwa mzazi wako. Kwa hiyo suala la kufikiria kwamba mzazi mimi ataniachia laana, sio atanifanyaje, hapana. Wewe fikiria unamfanyia nini mzazi wako. Kama unamfanyia wema, endelea kufanya wema na moyo wako uwe baridi. Mzazi akiridhika sawa, asiporidhika atajua mwenyewe, kwa sababu wewe umetekeleza wajibu wako. Ama usipomtekelezea wajibu wako, hata mzazi aridhike, hata awe anakubeba, jua wewe utakuntana na yale makemeo yaliyotolewa na Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya mtu ambaye anawafanyia vibaya wazazi wake. Kwa hiyo jawabu la swali lako
mzazi hatoi laana, bali mzazi anaomba dua mbaya. Kwa hiyo akikuombea dua mbaya na wewe ukawa umemkosea kweli, basi kuna hatari ya kufikwa na hiyo dua.